yao ya kikatiba. Ninaamini kama ambavyo tumeenda vizuri, basi tutamaliza salama. Sote kwa umoja wetu na kila mmoja kwa imani yake, tuendelee kuiombea amani nchi yetu. Jamani, Tanzania ni ya kwetu, hatuna Tanzania nyingine. Tukitoka nje ya Tanzania tutaitwa wakimbizi. Tusithubutu. Lakini pia ni washauri vijana waache kuhamasishwa kutumika vibaya. Waache kuhamasishwa ili watumike vibaya. Akimhamasisha mtu kwamba twende kwenye maandamano, kijana mwambie, chukua wewe, mkeo na watoto, tangulia mbele, afu tutakuja nyuma. Ili kurupushani zinapoanza zianzie kwa yeye mwenyewe badala ya vijana ambao hawana hatia. Tusikubali kutumika. Tunahamasishwa na watu wengi sana ambao hawapo nchini, wako nje. Wewe dereva wa bodaboda, ikitokea kwenye kurupushani hizo umevunjwa mguu, wewe ndiye utakayedhurika hospitali. Wewe ndiyo familia yako itakosa mkate wa nyumbani. Yawezekana huyu anayekwambia nenda hata hospitali asije kukuona. Lakini tukumbuke shughuli nyingine pia hazitakuwa zimesimama. Wafanyabiashara wanatakiwa waendelee kufanya shughuli zao. Mtu akishapiga kura anarudi dukani kwake kuendelea na shughuli. Mtu akishapiga kura anarudi nyumbani. Kwa hiyo kama ni sokoni, watu wataenda kwenye meza zao kuendelea kuuza. Yule ambaye anatamani siku hiyo akapumzika nyumbani, basi atarudi nyumbani. Sasa tukiingiza vurugu, ni wazi kwamba hata hawa tutawanyima haki ya kufanya biashara. Sasa hili haliwezi. Lakini la mwisho, tuna wale wanaosema tutalinda kura baada ya kupiga. Hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo, na lenyewe hilo walifute. Mwenye jukumu la kulinda kura zilizopigwa ni jeshi la polisi. Ndio mtu aliyepewa jukumu la kulinda kura kisheria. Mwenye jukumu hilo ni jeshi la polisi na si vingine. Umepiga kura, nenda kakae mita 300 na kuendelea. Hatuna shida na wewe. Uchaguzi ukiisha, matokeo yakishakamilika, utaitwa usogee pale ili utangaziwe, bwana fulani kashinda kwa urahisi. Nadhani tukienda hivyo tutaifanya Kagera yetu ibaki kwa ya wastani. Kama ambavyo sote tunafahamu, Kagera ni ya watu waliokwenda shule, na sifa moja ya mtu aliyekwenda shule ni ustaarabu. Shule inatuongezea ustaarabu, ndio sifa kubwa ya mtu aliyekwenda shule. Ndio maana tangu tumeanza mpaka tumefika hapa, hatujasikia watu wamechaniana mashati, hatujasikia watu wamepigana ngumi, wala watu wametukanana, sio kwenye mikutano ya kampeni, bali hata nje ya maeneo ya mikutano. Ni vema tukahudumisha ustaarabu huu mpaka hapo yatakapotangazwa matokeo. Lakini pia matokeo yameshatangazwa. Je, baada ya kutangazwa matokeo nini kifanyike? Kama kuna mtu ataamini kwamba kuna jambo halijakwenda sawa, ziko taratibu za sheria za kufanya. Asithubutu tena na yeye kusema tutaingia barabarani kulazimisha. Nafasi hiyo pia na yenyewe haitakuwepo. Kila jambo utakalolifanya jiulize, hivi hapa sivunji sheria? Ninaamini sote tutatii sheria bila kulazimishwa. Na kwa mantiki hiyo, niwatakie Wanakagera wote uchaguzi mwema, uchaguzi wenye amani, uchaguzi wenye utulivu, na jeshi lao la polisi litakuwa tayari kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika kama ambavyo imeahidi. Kisha vitendo vya vurugu mitandaoni, wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Hawa wote tunawashikilia, tunaendelea na mahojiano nao, na uchunguzi ukikamilika basi tutawafikisha mahakamani. Na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao, anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao,
hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao. Kwa sasa kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona. Kweli je, hiyo barua uliona? Mimi sijapokea barua officially. Sijapokea. Lakini kweli baadhi ya viongozi tunawashikilia. Lakini la tatu, mwenye jukumu la kupeleka washtakiwa mahakamani ni ofisi ya mwendesha mashtaka. Hiyo sisi jukumu letu ni kupeleleza, kukamata, kupeleleza na mwisho wa siku naliandaa jalada na kupeleka maoni kwa mwendesha mashtaka.